Hivi unajua kwamba Chama cha Mapinduzi kiliwahi kuja na sera ya no reform, no election mwaka 1958, chama hiki kikiwa kinafahamika kama Tanganyika National Union 5. Kilikuja na sera hii ya no reform, no election, lakini sera hii iliweza kupanguliwa kwa busara na hekima za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mnamo mwaka 1958 Chama cha Mapinduzi, hapo zamani Tanganyika National Union 5, kiliingia katika mpasuko wa kugawanyika kufuatia kuingiliwa kwa sera au ideology ya no reform, no election, kitu ambacho kinatokea hivi sasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini mgogoro huo uliweza kuzuiwa kutokana na busara na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katika kitabu cha Pius Msekwa kilichoandikwa kama Utawala na Uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ameeleza mambo mbalimbali jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi hapo zamani 5, na nitaendelea kutumia kama 5, kilivyokumbana na kuingia katika hati ya kususia uchaguzi wa serikali ya kikoloni, ukoloni wa Uingereza mwaka huu 1958, uchaguzi ambao ulitakiwa kufanyika mwezi Septemba ndani ya mwaka huo. Katika uchaguzi ule, napenda sasa nikurudishe nyuma kidogo. Uchaguzi ule wa Septemba mwaka 1958, chama cha 5 kilitaka kuingia katika hati ya kususia uchaguzi. Wanahistoria wanasema ilikuwa ni kama vile chama hiki kiliingia katika mpasuko, kiligawanyika vipande viwili, kwa wale ambao walikuwa na nia ya kushiriki uchaguzi, lakini na wale waliokuwa hawataki kushiriki uchaguzi. Kwa nini watu walikuwa wanataka kushiriki na wengine walikuwa hawataki kushiriki? Hii ilitokana na sheria ya wakoloni iliyofahamika kama sheria ya kura 3. Katika kikao kilichofanyika kule Tabora mwaka 1958, mkutano ambao ulikuwa ni wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha 5 uliokutanisha wanachama wajumbe hawa, miongoni mwa wajumbe hao wakiwa na mawazo ya kuweza kususia sheria ile. Na kwa mujibu wa sheria ile ambavyo ilianzishwa, kama ambavyo zimekuja kanuni za uchaguzi za mwaka 2025, zilionyesha kwamba wale wasiokubaliana na sheria ya kura 3 basi hawatoshiriki uchaguzi. Sharti hili lilitolewa maksudi na serikali ya kikoloni ili kuweza kuweka masuala fulani hivi ambayo wanachama wa 5, wazee wa 5 na wajumbe wa mkutano mkuu wa 5 waliona kwamba ilikuwa ni vigumu kwa wao kuweza kushiriki. Sasa nitakueleza mambo hayo hapo mbeleni. Mwenyekiti wa 5 wakati ule alikuwa Mwalimu Julius Nyerere, na Nyerere kupitia intelijensia yake aliweza kuspoti masuala hayo. Kupitia article ambayo nimeisoma inaonyesha kwamba Nyerere aliweza kwenda Tanga na kukutana na viongozi mbalimbali kule Tanga, viongozi ambao walikuwa kindaki katika chama cha 5 kuweza kujadili swala hili. Nyerere alienda Tanga ili kwenda kutafuta uungwaji mkono. Tambua kwamba katika serikali yoyote ile ni lazima kiongozi anayeongoza aweze kuungwa mkono. Na katika chama cha 5, mwenyekiti wa 5 Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anatafuta sasa kuweza kuungwa mkono, na hivyo akaenda Tanga kuenda kuwashawishi viongozi wa Tanga ambao wao walikuwa tayari wamesha declare interest kwamba sheria ya kura 3 hawaikubali. Nyerere alifika kule na kushauriana nao mambo hayo kadha wa kadha, na mpaka wale viongozi wakakubali. Walivyokubali waliweza kukaa na kufanya dua nzito kwenda Tabora katika kikao cha Septemba mwaka 1958 kwenda kuwashawishi wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha 5. Sasa kama nilivyosema awali, Mwalimu Nyerere alijua kwamba kama chama cha 5 kisingeshiriki uchaguzi, basi kungekuwa na hati ya kukurudisha chama hicho nyuma. Na masuala haya ningependa kwenda kuyaeleza huko mbeleni, lakini kwa sasa naomba nikurejeshe nyuma kidogo.
Nataka kwanza tuweze kuelewa sheria ya kura tatu ni sheria gani. Sheria hii ilianzishwa na serikali ya kikoloni kuweza kuwaweka Watanganyika wa wakati huo wakiwa katika matabaka tofauti tofauti. Na sheria ile iliainisha matabaka makuu matatu. Tabaka la kwanza lilikuwa tabaka la wazungu, na tabaka la pili lilikuwa tabaka la Wahindi, na tabaka la tatu lilikuwa tabaka la Waafrika, yani wazawa wa Tanganyika. Viongozi wengi watano waliona kwamba sheria hii ilikuwa ya kibaguzi, na sheria hii pia iliainisha kwamba wale wanaotakiwa kushiriki uchaguzi walitakiwa kuwa na walau kuwa na pato la shilingi 400, paundi 400, pato la paundi 400 kwa mwaka. Pato hilo lililokuwa limewekwa au mantiki hizo zilizokuwa zimewekwa ziliwaweka vigumu sana wanachama wengi watano ambao miongoni mwao walikuwa ni Waislamu. Kumbuka kwamba katika kipindi cha ukoloni kulikuwa na ubaguzi wa kidini sana. Wale waliokuwa katika dini ya Katoliki ndio waliopata nafasi kubwa sana ya kupata elimu, na wale waliokuwa Waislamu walinyimwa nafasi ya kupata elimu. Sasa wengi wao wakawa wanasoma elimu ya dini, na kwa bahati nzuri ni kwamba elimu ya dini ya Kiislamu ilikuwa inawajaza na ufahamu mkubwa sana wa kuelewa masuala mbalimbali ya kisiasa. Pamoja na kuelewa masuala mbalimbali ya kisiasa, lakini walikuwa ni watu wenye busara kubwa na walijengeka katika misingi ya msimamo na kutafuta haki. Sasa sheria hii ya kibaguzi ilikuwa sheria ngumu sana kwa wanachama wengi walioiunga mkono tano, miongoni mwao wakiwa ni Waislamu. Ni kwamba sheria hii ilitaka kuwashindanisha watu katika matabaka, katika tabaka la wazungu, katika tabaka la Wahindi na Waafrika. Dhamira kuu ya sheria hii na matabaka ilikuwa kupata wajumbe wa baraza la sheria, ambao baraza hilo lingeshiriki kuweza kutunga sheria mbalimbali ndani ya Tanganyika. Lakini sheria hii ya kura tatu iliweka sharti gumu kwa Watanganyika walio wengi ambao walikuwa hawana elimu, ambapo ilitaka Watanganyika wenye kuweza kupiga kura wawe na elimu walau darasa la 12. Na wengi waliokuwepo kipindi hicho walikuwa hawajafikia kiwango kikubwa hiki cha elimu. Na pia sheria hii ilitaka wapigaji kura wawe na pato la paundi 400 kwa mwaka. Wanatano wakasema la, wakasema haiwezi kuwa hivyo, haiwezi kuwa hivyo. Nyerere aliposikia taarifa hizo ikabidi atafute namna ya kuweza kuwakonvinsi wanatano. Kwa nini Nyerere aliamua kuwakonvinsi wanatano kukubaliana na sheria ya kura tatu? Kwanza, chama cha tano hakikuwa chama pekee wakati ule. Na katika uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika kulikuwa na chama kingine kilichokuwa kinafahamika kama UTP, chama ambacho kilikuwa na walowezi, kwa maana wazungu na Wahindi wengi wao walikuwa katika chama hiki cha UTP. Na chama hiki kutokana na kwamba kilikuwa cha wazungu, ina maana hata ajenda ambazo zilikuwa zinasukumwa na chama hiki zilikuwa ajenda fulani hivi za kizunguzungu, za unyonyaji, si ajenda za kuleta uhuru wa Tanganyika. Chama pekee ambacho kilikuwa kinasukuma uhuru wa Tanganyika kilikuwa tano, Tanganyika National Union. Sasa busara zilizoonekana zilikuwa kwamba ni lazima chama cha tano kiweze kushiriki uchaguzi. Kwanza, ili kiendeleze ushawishi ambao ulikuwepo, na ushawishi ambao ulikuwa umeshajengeka tangu mwaka 1954. Lakini pia ikiwa chama kingeweza kususia kukubali sheria ya kura tatu, basi kingeweza kutoshiriki uchaguzi na kukifanya chama cha UTP, chama cha walowezi, kushinda nafasi zote za majimbo. Kwa maana hiyo, baraza la sheria lingeweza kuingiwa na utawala mkubwa au ushawishi mkubwa wa watu weupe, au unaweza kusema walowezi, Wahindi na wazungu. Na sasa tano ilikuwa lazima iweze kushiriki uchaguzi ule. Lakini pia Nyerere alileta hoja kwamba
Ili kuondoa mfumo dhalimu wa kura tatu, mfumo wa kibaguzi, ni lazima kwanza kuungana nao, kuingia katika mfumo huo, kupambana nao katika ballot box na kuweza kushindana viti mbalimbali. Watakavyofika katika baraza hilo la sheria sasa, huko ndio wakaende kupambana na mfumo wa kura tatu. Kwa hiyo kutokushiriki ule uchaguzi ilikuwa ni kupoteza nafasi hiyo ya kwenda kubadilisha mfumo huo, mfumo wa kidhalimu wa kura tatu. Lakini mambo mengine ambayo nimeyatazama kwamba kwa nini TANU iliamua kushiriki ni kwa sababu mfumo wa uchaguzi pia uliruhusu uwepo wa vyama mbalimbali, vyama vingi, sawa. Na sasa kama TANU isingeshiriki, na maana UTP ingeshiriki, lazima wananchi wangeendelea kuichagua UTP, na UTP ingefanikiwa kuweza kusambaza sera zake kwa wananchi wa Tanganyika. Lakini jambo jingine ingepelekea kupunguza ushawishi wa TANU. Tunafahamu kwamba moja ground kubwa sana ambayo inapelekea chama kukua na kuongeza ushawishi wake ni kutokana na chama kushiriki uchaguzi. Sasa TANU kama isingeshiriki ule uchaguzi, ni kwamba ingeweza kupunguza ushawishi wake na chama cha UTP, chama cha walowezi, kingeweza kugain popularity. Ili kuweza kuondoa hiyo, kuweza kuua popularity ya chama cha UTP na kuendeleza kukuza popularity ya chama cha TANU, ilikuwa lazima kushiriki uchaguzi. TANU ilikuwa iweze kususia uchaguzi huu. Sasa nikwambie kwamba baada ya ule mkutano kulitokea mvutano mkubwa sana wa kihoja, mvutano wa mawazo, mvutano, yani sijui nikwambiaje. Mwalimu Nyerere alionekana ni msaliti, na watu waliokuwa wanamsupport Mwalimu Nyerere na wale viongozi wa kutoka Tanga nao wakaonekana ni wasaliti. Hasa yule kiongozi mmoja anaitwa, nimemsahau, lakini anaitwa, alikuwa sheha yule kiongozi, anaitwa nani, nimemsahau. Lakini kupitia hii The Walking Bridge nimeambatanisha linki katika description ya article ambayo inaelezea kiundani kuhusu hii sheria ya kura tatu. Kwa hiyo utaweza kumsoma na kuweza kumjua mtu ambaye alianzisha kauli ya kwamba lazima TANU iweze kushiriki uchaguzi. Basi kutokana na hoja ambazo zilitolewa na Nyerere, pia alitoa hoja zake za busara, basi chama kile cha TANU kikashiriki uchaguzi mwaka 1958 Septemba. Yalikuwa ni maamuzi magumu. Azimio la TANU Septemba mwaka 1954 lilipita, na azimio hilo likafahamika kama Azimio la Tabora. Azimio la Tabora. Na kutokana na uzito wa azimio lile la Tabora na namna ambavyo walifanikiwa kuweza kuwashawishi wanachama wa TANU, wajumbe wa mkutano mkuu wa TANU kuweza kuikubali sheria ya kura tatu, baadaye azimio hilo lilikuja kufahamika kama uamuzi wa busara. Uamuzi wa busara. Nimeona niweze kuweka haya mambo bayana ili tuweze kutambua kwamba wakati fulani Tanzania katika kupambania uhuru iliweza kukubaliana na sheria ambazo zilikuwa ni ngumu katika hali ya kawaida, ili tu iweze kujipatia nafasi ya kuweza kuingia katika chombo cha ufanyaji wa maamuzi ambao lilikuwa ni baraza la kutunga sheria. Waliweza kupingana na idea za no reform, no election, kwa sababu walikuwa tayari wako nyuma ya muda. Mapambano ambayo tayari walikuwa wameshapambana kukikuza chama, mapambano ambayo tayari walikuwa wanayaona mbele kwa wao kuendelea kuwa ndani ya vyombo vya maamuzi vya serikali ya kikoloni ya Tanganyika, ilikuwa ni lazima waweze kushiriki uchaguzi ule ili wawe sehemu ya mamlaka hizo. Walionekana ni wasaliti.
kwa kukubali sheria ile. Na sasa nchi ya Tanganyika ambao mpaka sasa imekuwa Tanzania, naweza kusema inajivunia maamuzi yale, kwamba ni lazima uweze kuingia ndani ya mfumo ili uweze kuubadilisha mfumo. Na ni kweli tano baada ya kuikubali ile sheria ya kura tatu, iliweza kufanikiwa kuendelea kugain popularity zaidi na zaidi. Ingawa Mwalimu Nyerere hakufanikiwa kuwa miongoni mwa watu walioshika nafasi kwa wakati ule. Ndipo mwaka 1960 chama cha tano tena kikashiriki uchaguzi, ambao uchaguzi huu sasa haukuwa wa kibaguzi. Uchaguzi ambao ulishirikisha wananchi wote wa Tanganyika, na chama cha tano kikafanikiwa kuweka wagombea katika majimbo yote. Wakati huo majimbo hayakuwa mengi kama hivi sasa. Hivi sasa Tanzania ina majimbo kutokana na hii orodha mpya iliyotolewa na tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. Let's say ina majimbo zaidi ya 200. Lakini kipindi kile Tanganyika mwaka 1960 kulikuwa na majimbo 71 tu. Katika majimbo haya 71, majimbo 58, chama cha tano CCM ilipita bila kupingwa. Chama cha CCM kina uzoefu mkubwa sana wa kupita bila kupingwa. Tangu hatujapata uhuru, CCM imekuwa ikipita bila kupingwa. Na katika majimbo 13 yaliyosalia, wagombea 12 wa CCM watano walishinda dhidi ya wapinzani wa UTP au vyama vingine. Na pia kulikuwa mgombea huru, na huyo mgombea huru alikuwa ni mmoja wa wanachama watano ambao alijiondoa katika jimbo linaitwa jimbo la Mburu. Wakati huo mgombea huyu alikuwa mgombea huru ambaye aliamua kutogombea kupitia chama chochote kile, na mgombea huyu pia alishinda. Sasa kutokana na kwamba huyu mgombea alikuwa ametokana na CCM, napo alikuwa ametokana na tano, napo akahesabiwa kwamba ilikuwa tano. Naweza kusema kwamba katika uchaguzi huu wa haya majimbo 71, CCM ilishinda majimbo yote. CCM ilishinda kwa 100%. Mtazamaji wa The Walking Bridge, si mara ya kwanza chama cha tano au CCM kushinda kwa kishindo kwa namna hii. Tangu ukoloni chama hiki kimekuwa kikishinda kwa kishindo, kikishinda kwa ushindi mkubwa. It's the legacy within CCM to win. Ikisema the legacy kwa CCM kuwin, wale wapinzani wanadhani kwamba ninashadadia CCM kuweza kushika vitu vyote. Lakini tukumbuke kwamba ni lazima kuwepo ushindani mahala popote pale. Sasa mafanikio haya yaliyopatikana kupitia chama hiki cha tano yalitokana na kwanza chama cha tano kukubaliana na sheria ya kura tatu, kuingia ndani ya mfumo na kubadilisha mfumo na baadaye kuwin. Watanzania wengi hawajui kwamba Mwalimu Nyerere alianza kuwa kiongozi mkuu wa nchi hii ya Tanzania, zamani Tanganyika, tangu ukoloni. Septemba mwaka 1960, baada ya chama cha tano kushinda viti hivi vyote, gavana wa Tanganyika alimteua Mwalimu Julius Nyerere kuwa waziri kiongozi. Baada ya kufanyika kwa marekebisho ya sheria tena ndani ya mwezi Mei mwaka 1961, Mwalimu Nyerere pia akateuliwa kuwa waziri mkuu wa koloni la Tanganyika. Kwa hiyo mpaka nchi inakuja kupata uhuru, Rais Nyerere alikuwa ametawala kwa kushirikiana na wakoloni akiwa kama kiongozi mkuu wa Tanganyika, waziri mkuu wa Tanganyika kwa muda wa mwaka mmoja, kama muda wa mwaka mmoja na miezi mitatu. Nyerere amewahi kushirikiana kuiongoza nchi hii ya Tanganyika, Tanzania
kwa muda wa mwaka mmoja na miezi miwili chini ya wakoloni, akishirikiana hand in hand na wakoloni. Na ndio maana aliweza kupata nafasi kubwa sana kuweza kuwashawishi kwa hoja kwamba ulikuwa ni wakati sahihi sasa kwa Tanganyika kuweza kujiongoza kupata uhuru wake. Ndio sababu nchi ya Tanzania tukaweza kupata uhuru kwa njia ya amani. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka sasa kuyazungumzia sasa hapa. Nimeweza kukuambia mambo mengi, kupeleka katika historia na nini. Kuna busara ambao Mwalimu Nyerere aliweza kuitumia pia katika kuwashawishi wajumbe wa mkutano mkuu wa 5 wakati ule ili waweze kukubaliana na sheria ya kura 3. Kwanza alikuwa akitumia methali na misemo na vitendawili. Aliwaambia wajumbe wa mkutano mkuu wa 5 kwamba hivi, kwa mfano wewe kama mkulima umelima shamba lako, umelipalilia, umefanya kila kitu kuhakikisha kwamba unapata mazao yamewiva. Na sasa ili uweze kwenda shambani kwako inabidi uvuke mto wenye matope. Je, utaogopa kuvuka mto wenye matope kutokana ili usichafuke, au utavuka kwenye hayo matope uende ukavune mazao yako? Wakati ule kuweza kuacha kutoshiriki uchaguzi kwa 5 ilikuwa sawasawa na kufanya alichofanya huyu mkulima, au ambacho anaweza kufanya mkulima mjinga, kutokwenda kuvuna mazao yake kwa sababu tu anahofia kuchafuka kupitia matope ambayo yamemzuia katika mto wake. End of the day anatakiwa kuvuka aende akavune mazao yake na arudi aweze kula na kupata shibe. Kwa chama cha 5 kikasema okay, mbali na kwamba sheria hii ni mbaya, mbali na mfumo huu ni wa kibaguzi, lazima tuingie katika mfumo huu wa kibaguzi ili twende tukapate kuishawishi serikali ya Uingereza sisi tupate uhuru. Maamuzi ya busara, uamuzi wa busara. Chama kikuu cha upinzani hapa nchini Tanzania, Chadema, hivi kiliweza kutumia uamuzi wa busara kuja na kauli mbiu ya no reform no election, katika wakati ambao ni vigumu sana kupata mabadiliko hayo. Hivi sasa nchini Tanzania kupitia rais wake Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa na naweza kusema a very great political will kuliko mwaka uliopita, kuliko awamu iliyopita 2015, kuweza kuionyesha Tanzania mabadiliko ya kisiasa kupitia zile 4Rs, kwamba tuweze kustahimiliana, tuweze kuelewana, tuweze kufanya mabadiliko, lakini pia tuweze kuipeleka Tanzania yetu mbele. Binafsi huwa natazama kwamba mwaka huu 2025 ulikuwa ni mwaka wa kuweza kupata bunge imara sana sana sana. Vuta picha kwamba wale wakati ule wa mwaka 1958 wale wabunge wa UTP wangeweza kushinda wote. Hivi unadhani wangeweza kusukuma ajenda ya Tanganyika kupata uhuru? Ni sawasawa na kinachotokea hivi sasa kupitia Chama cha Mapinduzi. Wapinzani wanaweza kuwalaumu wabunge wa Chama cha Mapinduzi wanapokuwa bungeni kwamba wao wanasifia na kukubali kila kitu. Lakini nikuulize wewe, ikiwa wewe ni mpishi unaipika mboga yako, utakubali kuitilia chumvi ambayo itaharibu ladha ya mboga yako? Wanasema siku zote anayevuta kamba kujivutia upande wake yeye, ili aweze kushinda. Na unapochota maji kwa kutumia kata, ni lazima uyachote maji kuelekea juu upande uliko wewe. Haiwezekani Chama cha Mapinduzi kimeshika serikali alafu pia hicho kianze kuipinga serikali wakati kinajua fika kuna wapinzani, ili kiweze kukupa wewe mpinzani hoja kwamba tazama watu wa CCM wanapingana wao kwa wao.
kitakuwa kinapoteza dhamira halisi ya chama cha siasa mahali popote duniani, ambapo ni kushika dola. Mpaka dunia inatanduka, hakuna dhamira tofauti ya chama chochote cha siasa duniani zaidi ya kushika dola. Mambo mengine ni mbwembwe, kusimamia serikali wapi na wapi, kuwaelimisha wananchi, kuwajali, kuchochea maendeleo. Jambo la kwanza ni kushika dola, ndipo masuala mengine yanafuatia. Sasa katika kushika dola kuna changamoto mbalimbali, kuna mbinu mbalimbali ambazo kikawaida ukiwa kama mbunge wa CCM ndani ya bunge la 90% la CCM, hauwezi kukaa na kuanza kuipondea na kuanza kukosoa serikali yako. Ni sawa na kujitilia chumvi. Wapo ambao wanakosoa na kusema hapa na pale. Tunaona kina Gwajima, kina Msukuma amekuwa one of the ideal politician in Tanzania, pamoja na wabunge wengine, na wabunge wengine pia wanaosifia, wanasema tukikosoa pia tujue kusifia. It's okay. Lakini niseme kwamba katika mazingira ya kawaida, tukiwa watu wa kusifia na kupongeza, tutasahau kuulizana maswali. Ndio maana wapinzani wanakuwepo, ili tuendelee kuulizana maswali na tuendelee kutafuta majawabu. The political will ambayo yuko nao Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni ya kurejesha hali ya uwepo wa mawazo tofauti. Na ndio kitu ambacho kilikuwa kinaenda kupatikana mwaka huu 2025. Haukuwa uamuzi wa busara kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuja na no reform no election. Hakuwa uamuzi wa busara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutokusaini kanuni za uchaguzi wa serikali, ya kanuni ya uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani wa mwaka 2025. Ni muda sasa wa chama hiki kujitafakari ikiwa kweli kinataka kuendelea kusurvive. Kwa sababu chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo ni moja ya chama ambacho kina uwezo mkubwa sana wa kuformulate propaganda. Hivi sasa tunaona propaganda ambayo imetokeza. Mwanasiasa Godbless Lema amesema kwamba Chama cha Mapinduzi kina fandi chama fulani hapa Tanzania ili chama hicho kizunguke nchi nzima, ili kiweze kuongeza chachu ya ushindani kwa chama hicho cha CCM, ili sasa chama cha CCM kipate legitimacy katika uchaguzi wa mwaka huu 2025. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinajiona kwamba vile chenyewe ndio chama bora kuliko vyama vingine vyote. Chenyewe ndio chama ambacho kikishiriki uchaguzi utakuwa legit. I want to say this. Chadema isiposhiriki, vyama vingine vinashiriki. Vyama vingine 18 vinaposhiriki, wananchi wanapata nafasi ya kuchagua. Na vyama hivi pia vina wanasiasa ambao wako na wili ya kuweza kuwatumikia wananchi. Haiwezekani kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kujiona chenyewe tu ndo chenye uwezo wa kutoa suluhu katika nchi hii. Nikiri kwamba hiki Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ni moja ya chama kikubwa, ni moja ya chama chenye wananchi wengi, na ni chama chenye uungwaji mkubwa sana wa wananchi. Lakini haukuwa uamuzi wa busara wa chama hiki kuweza kutokushiriki uchaguzi huu. Na mwaka huu 2025 utakuwa mwaka wa kwanza, pamoja na miaka mingine yote na matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea katika nchi hii, katika nyanja ya demokrasia, utakuwa mwaka wa kwanza wa nchi hii kuweza kushikilia na kutii sheria ambazo zimewekwa. Sheria ya kwamba usiposaini kanuni za tume ya uchaguzi, kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani za mwaka 2025, basi wewe haushiriki uchaguzi. Na imani, I'm confident that Chadema has decided not to engage with 2025 election. And when the time comes, nitaweza kuona kwamba kweli nchi yetu ya Tanzania imeamua sasa kushikilia na kufuata misingi ya sheria ambazo tunaziweka kama nchi. Now the lesson is to Chadema. Sina uhakika sana kama chama hiki kitapoteza umaarufu wake au chama hiki kitakufa.
Kwa sababu kwanza chama hiki kina uhuru mkubwa sana wa kufanya mikutano kama vile vyama vingine. Chama hiki kina uungwaji mkubwa sana wa wananchi. Kama wasiposhiriki uchaguzi huo mwaka 2025 itamaanisha kwamba wameamua kupumzika, wajipange zaidi. Kwa sababu tutakubaliana kwamba Chama cha Mapinduzi CCM ni chama ambacho kina mbinu mbalimbali za kuweza kushinda uchaguzi. Kwanza kina rasilimali kubwa sana ya watu ambao hauwezi hata kutarajia. Utashangaa na gombea urais, utashangaa na gombea ubunge, utashangaa na gombea udiwani, utashangaa na gombea wenyekiti wa mtaa. Ni chama chenye rasilimali kubwa sana ya watu. Si kama Chadema, si kama ACT Wazalendo, lakini pia ni chama chenye mali. Chama ambacho kinaweza kufacilitate uchaguzi wake, kikasimamisha wagombea kila mahala, kikasimamisha mawakala kila mahala, na kikahakikisha kwamba kila mahala mambo yanaenda. Mara ngapi tumeweza kuona kwamba vyama pinzani hapa nchini Tanzania vinakosa mawakala katika baadhi ya maeneo ya uchaguzi ambako wanagombea? Wanasema kwamba unapopambana na mtu anayekuzidi nguvu unajitafutia maumivu, lakini pia unapopambana na mtu anayemzidi nguvu hugeuka kuwa uonevu. So that to be in a common ground kunahitajika maamuzi ya busara. Wabadu wakadabau fakiri, hii ni The Walking Bridge. Langu jina ni Said Ramadhani. Usiache kusubscribe, like na comment. Asante sana.